Jumapili ya leo imekuwa ni siku ngumu huko nchini Ukraine baada ya Urusi kufanya mashambulio mabaya zaidi ya hivi punde katika eneo la mji mkuu wa Kiev. Shambulizi kubwa la Urusi ambalo limefanyika ndani ya masaa 12 dhidi ya mji mkuu wa Ukraine limewaua watu takribani 4 na kujeruhi wengine 27, mamlaka za Ukraine zimesema. Imekuwa ni siku ngumu kwa raia wa Ukraine. Majumba yamepigwa na kubomolewa. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesema mamia ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora yametumika katika mashambulizi ya hivi punde kote Ukraine. Urusi haijatoa maoni yake juu ya hilo. Lakini pia eneo kubwa zaidi ambalo limeshambuliwa mji mkuu wa Kiev na waathiriwa ni pamoja na msichana wa miaka 12. Urusi ilirusha takribani ndege 600 zisizokuwa na rubani na makombora kadhaa kuelekea mikoa 7 ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa taifa hilo. Jeshi la anga la Ukraine limesema 16 katika mkoa wa Zaporizhia, wakiwemo watoto 3. Zelensky ameonya kuwa Ukraine italipiza kisasi na kusema shambulio hilo limeonyesha Moscow inataka kuendelea kupigana na kuua raia wasiokuwa na hatia. Urusi haikutoa maoni yoyote juu ya mashambulizi haya. Hata hivyo, kwa upande wa waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi, anasema kwamba haya ni mauaji ya halaiki, lakini pia anasema huu ni ukatili uliopitiliza unaofanywa na Urusi chini ya Rais Vladimir Putin. Putin anaua raia wasiokuwa na hatia. Putin anatengeneza mazingira ya kuiteka nchi yetu. Putin ni mtu mbaya, anasema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa nchi ya Ukraine. Kadhalika amesema pia kwamba siku ya leo imekuwa ni siku mbaya kwa raia wa Ukraine. Ni siku ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani zikivurumishwa kutoka Moscow hadi katika taifa la wasiokuwa na hatia Ukraine. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yaliyotokea kwa siku ya leo huko nchini Ukraine kutokana na mashambulizi makubwa yaliyofanywa na jeshi la Urusi kuelekea karibia miji 7, lakini haswa umeguswa mji mkuu na kuharibu majumba ambayo yanaonekana kudondoshwa na hatimaye kusababisha vifo kadhaa, lakini pia kusababisha majeruhi. Na hii ni kazi kubwa ambayo wakati huu Urusi inaifanya kwa ajili ya kuhakikisha Ukraine inachana na vita hivyo. Rais wa Urusi Vladimir Putin alishawahi kuweka wazi kusema kwamba wataacha kushambulia Ukraine hadi pale rais wa Ukraine atakapoachana na mpango wa kufanya mashambulizi dhidi ya Urusi na kuondoa vikosi vyake. Mtazamaji wa The, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia